Karibu kwenye mfululizo wa vipindi vinavyokuonyesha hatua mbalimbali wanazopitia vijana 100 kutoka kata 17 za wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Hizi ni hatua za kutoka kwenye umasikini waliokuwa nao katika maeneo waliokuwa wakiishi kabla na familia zao kuelekea kujijenga na kujitegemea kiuchumi. Hawa ni vijana walioletwa porini kwenye makazi ya wanyama na vinyama kama vile fisi, nyoka wakali na wadudu wenye sumu kali. Hapa wakaanza kujengewa uwezo wa kuanza kujitambua kifikra, wakaambiwa ni kwa kiasi gani binadamu alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kufanya makubwa kwa mujibu wa maumbile aliyokuwa nayo kimwili na kiakili. Hapa wakaambiwa jinsi ambavyo wao kama Waafrika wasivyokuwa na tofauti yoyote na wazungu, wa Japan, Waarabu na hata Wahindi ambao kwa kiasi kikubwa wamepiga hatua kubwa sana kimaendeleo. Wakiwa hapa porini pia wakafahamishwa kuwa watu wa rangi nyingine hawakuanza kushushwa wao duniani, kiasi cha kuweza kutumia hicho kama kisingizio cha kwa nini Afrika iko nyuma kiasi hiki, ingawa imejaliwa kwa kuwa na rasilimali ambazo pengine kwingineko duniani hakuna. Ni hapa hapa porini kupitia madarasa yasiyo rasmi walipoanza kufunguliwa baadhi ya nati na bolti zilizoko vichwani mwao kwa ajili ya kuzifukunyua akili zao ili kuongeza uwezo wao wa kufikiri kwa minajili ya kuondokana na udhaifu na umasikini tuliokuwa nao. Yani urefu wa tuta kutoka kwenye nyumba mpaka linapoanzia tuta sentimita 15. Tuta lenyewe mpaka kuikuta drip line ile sentimita 10 na sentimita hapa mpaka hapa sentimita 30. Kutoka hapa mpaka kwenye tuta sentimita 15. Kwa hiyo kutoka hapa mpaka hapa kwenye drip line kuna sentimita 45. Sawa? Sasa ndio unakuwa umeingia kwenye tuta. Okay. Tuta ni sentimita 90. Umeelewa? Lakini tunatoa sentimita 15. Umeelewa? Zinabakia 75 mpaka hapa, sio? Tunatoa tena 15, 30, inakuwa 60. Kwa hiyo kutoka hapa hadi hapa 60. Ndio maana nilikuwa napima hivyo 60. Umeelewa? Umeelewa hesabu hapo inavyoenda? Nimeshakuelewa. Sasa ili kusudi wewe upate matuta 6 huko ndani na katikati uwe na njia. Usiyapime hivi kwenda hivi. Njia itakuwa kule. Wewe unapima matatu, alafu unapima kule matatu kuja hivi. Kwa njia itakuwa iko katikati. Automatic. Okay. Umeelewa? Unaweza ukanipa kile nilichokupa hapa mara moja? Mimi naomba nione kama kimeingia. Mimi niko na swali lakini jibu. Msikie kitu. Ndio ile tu. Umeelewa wewe? Hapa utakuwa na space. Kuna njia. Nenda kafungua maji kwanza. Sasa kwa hiyo sio kufungua hivi. Angalia. Sasa fungua hivi. Hii tuta unalitengenezaje? Tuta unatengeneza kwa muundo wa. Hebu achia tu. Unatoa wapi udongo wa kutengenezea hii tuta? Udongo si wa. Hili ndio tutatengenezea tuta. Alafu njia inakuaje? Sikushatengeneza tuta hili. Tuta linakwenda chini au linakwenda juu? Linakuja juu. Sasa hapo unatengenezaje tuta? Kwa vile mimi sijauliza hiyo swali hapo tena itabidi tuulize swali. Sasa wewe umeelewa nini? Mimi nimeelewa kule swala la vipimo. Babu unataka kusikia? Kama umeelewa, tunakuelewa. Yaani wewe sasa kama hujauliza utapataje mfano au utapataje kitendo? Angalia vizuri. Baadhi ya jambo kutoa. Lakini sasa siku ya kutunga sentimita 15. 60 ongeza 15 inakuwa ngapi? Wewe ndio unaweka mambo. 60 ongeza 15 75. Ongeza 15 90. Ndio tuta hiyo. Kwa hiyo hapa itakuwa imebakia ngapi hapa? 30 katikati. Alafu ukipiga 15 hapo pata 60 hapo. Hebu leta tape hii. Kwa wapi tape? Kuna tape kwenye box mlelete. Fanya shule na tape.
Sawa, ndio mambo. 15. Ina maana mpaka hapa itakuwa 75. Si ndio? Hii hapa 75. Shika tepu hii. Alafu ukiongeza 90 hii hapa. Hili ndo tuta. Sawa. Kwa hiyo hapa mpaka hapa kuna sentimita 60. Ukiongeza 15 inakuwa 75. Ukiongeza 15 inakuwa 90. Sasa subiri hapo hapo. 90 hapa. Sawa. 5 10 15 20 25 30. Huku ina maana zimebakia 15 hizi. 5 10 15. Umeelewa? Ndio maana hapa unakuta 60 hapa 60 hivi. Ili humu ndani yaweze kuenea matuta. Sasa umeelewa? Sasa hivi unauliza na maswali na wengine madam. Mimi nauliza swali kwa wote. Nafikiri wewe ndio unatakiwa uone la kuulizwa maswali. Kama sasa ngoja niwaulize hivi. Wala ili tu tuna geni wote pamoja. Sasa tuta tunaelewana tuta. Ina maana ikiwa ni sentimita 15 hapa 30 itakuwa ni njia ile ya wewe kupita. Umeelewana? Hii 30 inayobaki ndio wewe kupitisha mguu kutoa huduma na mabuti yako. Babu sio kuuliza swali sasa hizi nimeelewa. Ushaelewa? Sasa hizi angejibiwa fast huyo mama ile 30. Kuna 30 inabaki hapa. Ile 30 ndio buti lile hivi. Nakuuliza swali Masesa. Wewe manani kutokea hapa mpaka hapa kuna sentimita ngapi? Jibu swali. Kutokea hapa mpaka hapa inawezekana sentimita ngapi? 60. Na kutokea hapa mpaka hapa kuna ngapi? Akusifanya haraka tu kulingana na muda. Lakini kinachotakiwa humu ndani inatakiwa ije mbolea. Ndio swali ambalo nataka niwaulize. Sawa, haina shida. Kwa maana kwamba hapa kati ili tuta litakuwaje, litakuwa kama lilivyo hivi au litakuwa liko katika hali gani, litatengenezwa vipi, nini kinahitajika ili hili liwe tuta? Ili liwe tuta hili inabidi iletwe mbolea humu ndani. Humu ndani ili yani hapa nimetoa mfano. Mbolea aina gani? Mboji. Okay. Sema mboji unaelewa? Wewe unaelewa. Wengine hawajasikia wanasema kama unaelewa. Uelewe. Unaona sasa tuangebaki Mboji. Wewe unaelewa mboji aina gani? Samadi unaijua? Haya, mavi ya ng'ombe basi. Lakini mavi ya ng'ombe yanayotakiwa kuletwa humu ndani sio yale ambayo wamekunya jana au juzi. Yale yamekauka. Yaliyoiva. Unaelewa yaliyoiva? Labda nirekebishe kwa zamani ndani bwana fundi. Kuna tofauti kati ya mboji na famu ya manyo, yani hiyo samadi uliosema. Mboji ni ile ambayo imetengenezwa kutokana na mimea yetu iliyooza. Lakini samadi ile kinyesi cha mifugo. Sasa kwa kuku, ng'ombe, nguruwe ni chochote kile. Haya, samadi. Mbolea inatakiwa kuja humu ni ya samadi. Lakini kabla huwezi kuja kuitengenezea hapo. Hauwezi kuja kutumia jembe wakati tumeweka drip line hapo juu. Ni kutokana na haraka na muda uliopo. Ndio maana tumefanya hii kazi, lakini kazi ilikuwa sio ya leo. Sawa? Siku ikifika, ina maana hii pipe unachomoa mambo hizi unazitoa, unakunja, unaweka pembeni, unatoa nje. Ukitoa nje humu ndani unaingiza, unachanganya ile samadi na udongo wote. Sasa mimi sio mtaalamu wa kuchanganya hiyo mbolea kwa sababu mimi sio agronomist. Sawa bana? Kwa hiyo mama hapo tutusaidia namna gani ya kuchanganya. Ukishachanganya ukirudisha hii sasa ndio itakuonyesha wewe tuta lako linatakiwa likae wapi kulingana na jinsi nilivyokuelekeza. Sawa? Na sio lazima uje uweke drip line ili kusudi wewe utengeneze matuta. Unaweza ukatumia hizi tu. Sababu nimepima, kila mtu ameona sentimita 60. Na 60 ya kwanza ni nini na 60 ya pili ni nini? Hii ni 60 ya kwanza. Hii ni nini? Tuta. 60 ya pili hii hapa kuna nini? Njia ni kubwa kiasi hicho 60? Tuta. Hapo na kwa chini. Hapa ya kwanza ni tuta. Hapa kuna 15 zimetoka kwenye tuta. Hapa kuna 30 katikati ndio njia. Hapa kuna 15 zinakwenda kwenye tuta. Kwa hiyo 15 za huku zinahamia tuta hili huku, 15 za huku zinahamia huku. Zinabakia 30 ndio njia sasa. Njia ya kutembea. Lakini njia hii hapa tofauti na hiyo kubwa. Hii itakusaidia wewe kufanya huduma huko ndani. Unaweza ukawa unapiga dawa, utapita hapa ili upige huko. Unaweza ukawa unapiga kule, utapita kule au hapo ili kusudi uweze
fanya hivi. Lakini yule mtu anayetaka kuja kuangalia huku ndani kuna nini, njia yake ni hii hapa. Yeah. Isipokuwa greenhouse kama greenhouse, hataki kuingia kila mtu. Kuna mtu maalum ndio atakuwa anaingia kwa ajili ya kufanya hiyo shughuli huko ndani. Naomba clarification kidogo. Kuna swali nauliza kwamba kwa mfano hapa labda pangekuwa pamekaa hivi labda slope. Mteremko, tuseme mteremko. Sasa tungeangalia mteremko huu umekaaje. Tunaweza kuingia maji huko juu. Ili kuzuia maji yasije kaingia huko ndani. Hiyo moja. Lakini pia labda nimesema na nini na bwana fundi kwamba kuna hawa maji yanayokuja kuteremka kuzidia mteremko. Lakini mvua ya upepo inakuja vuvu inaingiza huko. Inaingiza huko, inaingiza huko, inaingiza huko. Tutafanya nini? Sidhani kama inaweza ikatokea mvua ya namna hiyo. Maji yanayoweza kuja kuingia hapa ni maji yanayotiririka. Kwa hiyo ni lazima kule kutatengenezwa kinga maji. Kama uelekeo wa maji unatoka huku, kinga maji hili litakuwa huku. Uelekeo wa maji ukiwa ni huku, inategemea ni pande gani maji yanatoka. Mimi na maswali mawili hapo. Labda na uzoefu wangu wa Sikonge au sehemu nyingine kule nilipotokea. Kuna ile mvua ya upepo. Ni kweli inaweza kuvuma kwa hivyo, lakini pia inaweza kapenya kwa huku. Naona mpembeni kwenye hizi nyavu mpembeni. Kiwango cha maji kitakachoingia kwa mvua ya upepo huko ndani hakitadumu. Sasa kwa upande wa mazao utakayopanda, naomba anataka kuzifanya anisamee kidogo. Upande wa mazao utakayopanda. Sawa, tumefanya spacing ya hizi na hizi. Tunasema nini hizi? Emitter hizi. Ni 30 per plant. Lakini sasa kuna baadhi ya mazao kuna tikiti maji. Tikiti unaweza kutumia spacing ya sentimita. Spacing ya tikiti maji ni mita ngapi? Almost a meter. From one hole to another. Okay. Yeah. Kwa hiyo zingine uziue. Okay. Subiri. Kutoka mita moja mpaka hii 30. Itakuwa hapa itakuwa 90. Kwa tikiti maji unafikiri utalipanda wapi hapa? Tuseme la kwanza umelipanda hapa. Unaweza kutumia 90 from one plant to another. 90 cm. Yeah. 30, 60, 90. Kwa hiyo itakuwa hapa. Sio? Mfumo au mpangilio wa drip line wanapotoa specification za drip line huwa zina include vitu fulani, kwa sababu ukisema leo itengenezwe drip line specification yani ambayo itakuwa ni kwa ajili, yani tuseme itakuwa maalum kwa ajili ya tikiti maji. Ina maana ukilima tikiti maji utakapokuja kupanda nyanya itabidi utoe zile drip ununue za tikiti maji wewe pale. Kitu ambacho inakuwa Sasa basi hii ya 30 cm ina include vegetables pamoja na hizo tikiti maji unaweza ukapanda huko ndani. Sawa. Kinachotokea kwenye umwagiliaji wa hizi. Sawa. Hii inadondosha maji hapa. Kwa saa moja ya mita moja inatoa maji lita 2. Sawa. Masaa mawili itakuwa ni lita ngapi hapa? Lita 4. Hii lita 4 haiwezi kuwa hivi. Tuko pamoja hapa. Lita 4 haiwezi kawa imemiliki hapa pako hivi. Lita 4 obviously itakuwa iko huko. Uongo kweli? Na hii 4 huku itakuwa imefika hapa. Kuna kitu fulani hapa kinaitwa intersection. Kwa hiyo hata ukija ukipanda hapa 90 na nyingine 90 nyingine ukapanda hapa, bado vema, kwa sababu wote patapata maji. Kwa sababu mwisho wa siku kutoka hapa unavyoona huu mstari wa hii drip, kutoka hapa mpaka kule mwisho. Mimi naitwa Darwesh Ali Suleiman. Nimetokea Dar es Salaam. Naishi kule, shughuli zangu nafanyia pale. Nafanya kazi na kampuni ya Balcom Tanzania Limited. Mimi ni fundi wa umwagiliaji. Yani irrigation technician. Kwa hiyo nafikiri nimekuja hapa kwa kazi maalum iliyonileta. Kazi iliyonileta ndio hii niliyofanya. Nadhani kila mtu ameona nimefanya nini. Na baada ya kuambiwa nije kufanya kazi huku, ni mazingira ambayo sio mgeni sana. Kwa hivyo nilikuwa najua nakwenda wapi na kuja kufanya nini. Na changamoto nilizokutana nazo nyingi. Na nafikiri bado zipo yani, kwa sababu bado niko hapa. Kwa hivyo wakati nakuja nilikuwa nakutana na changamoto mpaka nimefika hapa. Na saizi nafikiri nakwenda kukutana na changamoto mpya, kwa sababu unaondoka huku na kwenda sehemu nyingine tena. Nafikiri katika vijana niliokuwa nao ni wote kwa kweli
walichokipata wamekipata, na imani mwisho wa siku, kabla ya kuniambia kuna tatizo limetokea 1 2 3, wana uwezo wa kukaa na kutafakari, kwa maana ya kwamba watakumbuka tulichoanza kukifanya ni nini, tulifikia wapi. Kwa hiyo na wao wakiwepo kama wao wenyewe wana uwezo wa kupeana mawazo, wakakumbushana yale ambayo tumeyafanya. Kwa hivyo naamini kabisa uelewa wao ulikofikia unatosha kulingana na muda na kitu tulichokifanya. Labda swali la mwisho, nilikuwa nafikiria katika jengo kama hili la greenhouse ambao watazamaji nafikiri wanaliangalia jinsi lilivyo na sisi wenyewe tunaliangalia, kwamba umesema tukisema kupanda nyanya tutatoka tupande miche 270 mpaka 300 katika eneo letu lote la matuta 6. Maana umesema ndani yanatoka jumla matuta 6, kwa maana kwamba 3 yako upande ule, 3 yako upande ule, si ndio? Ndio. Sasa katika huduma za humu ndani ni watu wangapi ambao wanaruhusiwa kwa wakati mmoja kuwepo ndani ya jengo na kutoa huduma zote? Humu ndani kuna watu maalum inabidi mwateue ambao wanatakiwa kuingia humu ndani. Kwa sababu ya maana ya kufanya hivi, tunajaribu kukinga magonjwa ya mimea, ndio maana ya hii nyumba. Sasa ni rahisi zaidi hasa kwa bakteria. Ni rahisi zaidi hapa tukakuta hamna bakteria, lakini mwisho wa siku ukaambia humu ndani kuna bakteria. Kwa sababu bakteria unaweza kutoka nao kule tunapokaa, ukaja nao mpaka hapa wakaingia. Kwa hiyo mtu ambaye anatakiwa kuingia humu anatakiwa awe maalum. Kuna nguo kwa ajili ya kuingilia humu ndani. Spray suite zipo kwa ajili ya kuingilia humu ndani ambazo zinakuwa complete na kit. Alafu unapoingia ndani, hapo nje kuna kitu inabidi kitengenezwe maalum kwa ajili ya kufuta miguu. Hiyo kitu inaitwa bath foot. Bath foot inakuwepo hapo kwa ajili ya mtu anapoingia ndani, atakiwa kuingia na kile alichotoka nacho kule. Akifika hapa kwanza lazima afute miguu. Watu maalum wanatakiwa waingie huko ndani. Kama watakuwa ni 4 basi kwa shift. Kama watakuwa ni 2 kwa shift. Kama wanaingia wote wanajua wanaingia ndani wanafanya kazi wanatoka. Lakini watu 4. Watu 4 vyovyote itakavyokuwa, hata kama watakuwa ni watu 10, lakini wao wamepangana na wajue ndani wanaingia vipi. Sio kila anayetoka huko alikotoka lazima aingie ndani. Hapana. Mimi nashukuru sana. Mara nyingi watu wanatumia jiko. Yes. Maana ni vizuri tujue vitu ambavyo tunataka kutumia. Sasa labda swali langu la mwisho kabisa. Labda basi na mimi kuna swali la mwisho. Uliza. Swali langu la mwisho, mimi nataka unisaidie mtaalamu. Ni mimea gani inayotakiwa kupandwa humu ndani? Mimea inayotakiwa kupandwa humu ndani. Mimi labda nitakujibu kifupi kwa sababu mimi sio mtaalamu wa mimea. Okay. Jamii ya nyanya. Nikisema jamii ya nyanya nafikiri naelewa. Au mama ataweza kutusaidia zaidi. Jamii ya nyanya atufafanulie. Sasa jamii ya nyanya. Yaani tuseme mchicha. Usinichanganye. Hiyo sio jamii ya nyanya. Jamii ya nyanya ni yale mazao yanayotoka ukoo mmoja na nyanya. Utajua kwamba kuna nyanya yenyewe, kuna mnavu, kuna ngogwe, kuna biringanya, kuna Irish viazi mviringo. Kuna yani jamii yote ya nyanya ukoo unaotoka ukoo mmoja na nyanya. Sasa jamii ya nyanya sio kwamba ukitoa nyanya unaingiza nyanya. Nyanya unaingiza nyanya no, unafanya mzunguko wa mazao. Sema crop rotation. Kwa ukitoa nyanya unaangalia zao ambalo sio ukoo mmoja sio ukoo mmoja na nyanya. Sasa ukapanda bamia, ukapanda cabbage, na mazao ambayo sio jamii moja. Kwa hiyo uwe macho katika unapofanya mzunguko wa mazao ndani ya shamba huko. Maana pia ni shamba hili. Sababu unazalisha mazao yako hapa. Kwa hiyo ni shamba. Kwa jamii ya nyanya ni kama mazao niliyokutajia. Nakumbuka nikutajia mazao kama 5. Majina ya Kiingereza. Inategemea na unyevu. Sababu kinachojalisha zaidi humu ndani, usiangalie kwamba leo tumelitoa maji mengi basi tumwagie kabisa leo ili kesho tusimwagie. Yes. Tunaangalia unyevu. Okay. Maji hayatakiwi kuwa mengi sana na maji hayatakiwi kupungua. Nafikiri kitaalamu unatakiwa ujue kwamba inakuwaje. Unaonaje kama mvua inanyesha alafu maji kunakuwa na mafuriko, hatutavuna. Kweli. Inaonaje kama wakati wa mvua na mvua hainyeshi? Ni kwamba hatutavuna tulichokipanda. Ndio. Kwa hiyo maji yanatakiwa yawe constant. Okay. Yani kiwango utakachomwagia
yasizidi yasipungue. Sawa. Labda mimi nilikuwa nataka kuuliza swali moja la mwisho ili tufunge mjadala wetu. Sisi hapa eneo la karibu la hapa ambapo tulisafisha tuna kama eka 9. Sawa. Hii greenhouse huwa inatakiwa ikae kila baada ya umbali gani kutoka nyingine? Kutoka nyingine? Inategemea na mazingira yaliyopo. Kwa mfano hapa inaonekana hali ya hewa sio mbaya. Kwa hiyo kutoka greenhouse moja hadi nyingine sio mbaya, kama mita 3 au 4 kutoka greenhouse mpaka nyingine, iwe upande huu huku mbele au nyuma, mita 3 au 4. Kwa hiyo greenhouse hazisumbui kwamba zikiwa karibu kuna effect yoyote kutoka moja au nyingine? Hapana, kwa sababu kuna insect net. Kwa hiyo tunaamini hewa itakayotoka kule itakuja itapita mpaka huko. Kwa hiyo isipokuwa kuna sehemu ambazo wanajenga greenhouse lakini iko ndani ya nyumba. Yaani iko ndani ya fence. Ile fence ni ya ukuta. Sasa mtu amejenga greenhouse hapa, ukuta uko hapa. Ile sio sawa. Kwa maana kwamba kusema ukuta wa matofali. Ukuta wa matofali. Kwa hiyo hewa kutakuwa hamna pale. Kwa sababu kinachotakiwa hapa hewa ipite. Kwa hiyo sisi kuwa na msitu kama hivi sio tatizo. Sio tatizo, hewa inapita kwa sababu tuko ndani humu, lakini naona hali ni ya kawaida. Hewa bado inapita. Asante sana. Asante. Jana wako wachapa kazi. Kuna mvivu wa mchovu. Alilia waitisite. Usituone mbele yako. Jana wako wachapa kazi. Kamnyangarakane mama, kamnyangarakane.